Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani haitafuti vita kuhusu mlango bahari wa Hormuz na usitishaji wake wa mapigano na Iran bado unaendelea, ila shambulio lolote dhidi ya meli za kibiashara litakabiliwa na jibu la kuangamizwa. Zaidi na Victor Kenani. Onyo hilo kutoka kwa Pete Hegseth lilikuja siku ya pili ya juhudi za Marekani kuwezesha usafiri wa meli za kibiashara kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ambao Iran ilikuwa imeufunga kama jawabu kwa vita vya Marekani na Israel dhidi yake. Tunapendelea hii iwe operesheni ya amani, lakini tuko tayari kikamilifu kulinda watu wetu, meli zetu, ndege zetu na mpango huu bila kusita. Kwa Iran, ruhusu meli zisizo na hatia zipite kwa uhuru. Maji haya ya kimataifa ni ya mataifa yote, si ya Iran kutoza ushuru, ada au kuyadhibiti. Kwa washirika wetu, marafiki na ulimwengu mzima, huu ni mpango wa muda kwa upande wetu. This is a temporary mission for us. Afisa mkuu wa kijeshi wa Marekani Jenerali Dan Kane wakati huo huo alisema majeshi ya Marekani yako tayari kuanza tena operesheni kubwa za mapigano dhidi ya Iran ikiwa yataamriwa kufanya hivyo. Mkuu wa jeshi la wanamaji Brad Cooper, kamanda anayehusika na wanajeshi wa Marekani Mashariki ya Kati, alisema siku ya Jumatatu kuwa majeshi ya Marekani yamezuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Iran na pia kuharibu boti ndogo 6 za Iran zilizotishia usafiri wa baharini. Lakini Kane na Hegseth walipunguza uzito wa mapigano hayo, huku Jenerali Kane akiyataja kama mashambulizi madogo ya usumbufu na Hegseth akisema kwamba kwa sasa usitishaji wa mapigano bila shaka bado unaendelea. Kane alisema kwa sasa kuna mabaharia 22,500 walioko ndani ya zaidi ya meli za kibiashara 1,550 waliokwama katika Ghuba ya Uarabuni wasiweze kupita. Cooper alisema siku ya Jumatatu kwamba Marekani haisindikizi moja kwa moja meli bali imefungua njia salama kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na kisha kuweka ulinzi wa ngazi nyingi ikiwemo meli, ndege na vita vya kielektroniki ili kukabiliana na vitisho vyovyote. Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatatu kwamba Iran itafutwa kabisa duniani ikiwa nchi hiyo itashambulia meli za Marekani wakati wa Project Freedom. Pia alisema Iran imekuwa rahisi zaidi kushawishika katika mazungumzo ya amani, huku akisema Marekani ina rasilimali bora zaidi za kijeshi kuliko Iran. Spika wa bunge la Iran na mpatanishi wao mkuu katika mazungumzo ya mwezi uliopita na Marekani, Mohammad Ghalibaf, amesema Marekani imehatarisha usalama wa usafirishaji na nishati katika mlango wa bahari wa Hormuz. Shehbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran, amesema nchi yake inalaani vikali mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu ya kiraia katika Falme za Kiarabu usiku wa jana. Rais Donald Trump ameongeza bila kikomo kile ambacho awali kilikuwa usitishaji wa mapigano wa wiki 2, lakini mzozo huo na athari zake kubwa za kiuchumi bado haujapatiwa suluhisho. Majeshi ya Marekani na Israeli yalianzisha vita dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari, na baada ya hapo Jamhuri ya Iran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi, huku majeshi ya Marekani baadaye yakianzisha mzingiro wa bandari za Iran. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na tukisalia hapo kwenye mgogoro huo ni kwamba takriban mabaharia 20,000 wamekwama kutoka mataifa 40 duniani, huku vuta ni kuvuta ikiendelea baina ya Iran na Marekani. Nimezungumza na Andrew Mwangura, kiongozi mpango wa kusaidia mabaharia nchini Kenya, ili kuelewa athari za kuzuiwa kwa mlango bahari wa Hormuz na mabaharia wa kampuni za usafiri za meli. Mabaharia 20,000 ambao wamekuwa wamezuiwa huko Hormuz tangu vita vilivyoanza, na ni wachache ambao wamepewa ruhusa kwenda kwao nyumbani. Alafu sio mabaharia pekee yake ambao walikuwa wamezuiwa huko, kulikuwa na cruise ship 6 ambazo zilikuwa na tourists 15, lakini wale cruise ship zilipewa nafasi kuondoka, alafu na wale abiria walikuwa mle ndani pia walipewa nafasi kuondoka. Hasa waliobakia ni mabaharia wa nchi tofauti kutoka mataifa tofauti ya duniani. Kufikia hivi sasa hali yao ikoje? Hali si nzuri kwa sababu kula kwa wanapangana kwa kula, kula ni chakula kidogo, afu wanapimiwa kwa sababu meli ziondoke, wanapimiwa chakula, maji na mawasiliano pia. Wana nyumbani hakuna mawasiliano na familia zao. Alafu pia kwa sababu wengine walikuwa contract zimeisha, lazima imebidi contract ziongezwe, lakini bila kutia saini, inaongezwa kwa mdomo tu. Contract imeisha ambayo unabidi ukae kule, alafu hakuna ile posho walikuwa kipata wapati kwa sababu ile safiri. Na nikumbuka ni meli ambazo zina mzigo ndani, zote ziko na mzigo, shehena kubwa mafuta na general cargo ship tofauti mbalimbali, lakini wengi wanaathirika kiakili kwa sababu nyinyi mmefungiwa
hapa kando mko Nangani, jirani kuna meli ambayo ilipigwa na mtu alikufa mle ndani. Sasa kila siku mnaiona ile meli, kila ukiamka unaiona ile meli ambapo pengine imekuwa damage ama imekuwa abandoned, hakuna mtu hata mmoja ndani yake. Ile inaathiri akili. Alafu wewe kokote umekuwa unazunguka pale pale kila siku, asubuhi uko pale pale, ukikwisha ukilala, kwa watu wanaishi na wasiwasi kila siku, watu wanaishi na wasiwasi. Na poleni sana. Pia wewe upo kwenye hali hiyo tunavyozungumza kwa sasa? Tatizo ni kwamba mimi wale naoshughulikia ndio kali hiyo. Sasa kila siku inakuwa lazima tuwasiliane nao na sisi tufahamishe familia zao. Kuna hatua ambazo Marekani, hasa rais wa Marekani ameweza kuzichukua hata katika kupitisha sera. Hili unalizungumzia vipi? Ndio, na hiyo zinakubaliana nayo kidogo, ijapokuwa ni ukali, tunakubaliana nayo kwa sababu pale ni kulingana na sheria za kimataifa. Hiyo ni sehemu ya kila mtu apite, ni mali unataka na watoto wapite, usizuie wala usitatize shughuli za bahari, kwa sababu hiyo ni moja po United Nations Law of the Sea, UNCLOS, Conference on Law of the Sea, kwa mahali pote mtu apite, mtu asinyimwe kupita, bahari aliruhusiwa kupita, asinyimwe kupita hata kidogo. Hiyo ni pamoja Bab el Mandab ambayo iko hapa karibu na sisi, kuna Strait of Hormuz, kuna Strait of ziko kadhaa, kuna mmoja ambayo yuko Gibraltar huko, ziko kama 8 hivi, mambo njia zake ni nyembamba, unaambiwa utatize shughuli za hapo watu kupita, ni watu wapite, mali inayopita, meli inayopita ruhusiwa ipite. Vile vile sasa tumeweza kujifunza lini ama kuchukua mafunzo gani kutokana na tukio kwamba wakati wa uviko 19 ama COVID-19 vile vile kulikuwa na mabaharia takriban 400,000 ambao walikuwa stranded at sea. Mmeweza kuchukua ama kutumia mafunzo gani kutokana na hilo lilotokea wakati ule? Tumeona ni vile vile kama ile picha imejirudia, lakini kuhusu kama Afrika, mimi naona Afrika sasa tumejifunza. Afrika tufikirie pia mara mbili. Kutegemea nchi za nje kupata kile tunachotaka sisi ni makosa, wakati vitu vyenyewe vinapatikana hapa Afrika. Sasa turejea hapo kwenye mabaharia, ikiwa kwamba kufikia sasa kuna wale mabaharia ambao kwa sasa wanalengwa hata na watu walaghai, wakiwaambiwa kwamba wataweza kuwapitisha warudi kwenye nchi kavu. Hili unalizungumzia vipi, ambapo wanakumbana na scammers? Hiyo ni hatari. Tunawaambia wakubali kuwasiliana na agent wa meli na shipping unajua kuna wale wanaitwa ship manager. Na familia zao ama nchi zao zinasemaje? Kuna hatua zozote kutoka kwenye serikali zao ama vile vile kwenye familia? Nyingi naona kama butu. Serikali ambazo zimeshughulika kidogo kama India tarisha hivyo kueti mabaharia kutoka kwa Hindi kama 2,600 wameshakuwa hivyo kwetu kutoka sehemu hiyo, na Philippines pia wametoka pia mabaharia kama 1,900 vile vile wamewatoa. Serikali za kwanza zimeshughulika kuwatoa waende katika sehemu za salama. Hapo na makampuni ya meli ya wao cruise ship MSC na ile TUI na nyingine Celestial wametoa wale passenger waliokuwa mle wa mataifa yote, sio lazima taifa la kwao, taifa lote, walikuwa passenger 15,000 wameshatoa, wote wameshatoka, wamepeleka mahali pa salama. Hasa nchi zingine imekuwa kama kama nchi za kwetu za Kiafrika zimekuwa kama zishughuliki ama wanaona kama jambo ambalo liwahusu, hasa wamekuwa standard huko. Mmeweza kupata hasara gani kutokana na hili, hasa tukiangazia kwamba mabaharia wengi wamekwama? Hasara sasa kwa sababu kwanza mabaharia wenyewe ambao wamekwama kule kisaikolojia wametatizika. Hiyo ni tatizo moja hapo kubwa kwa wale ambao wako kule. Alafu familia ambazo ziko nyumbani wametatizika kwa sababu kila mwezi kuna ile remittance ambayo huenda kwa familia hawapati.